kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Kwako Yesu tunasimama. Wewe ndiwe mwamba wetu na ndiye salama yetu Mfalme. Hatuna salama nyingine nje na wewe Bwana. Hatuna mwingine kama wewe Jehova ile. Wewe ndio salama yetu Bwana. Unaweza ukasogea mbele za Bwana. Mwambie tu Mungu asante kwa nafasi ambayo umekupa. Mshukuru Bwana kwa kinywa chako. Mwambie Baba, ninakutukuza kwa neema yako. Ninakuinua Jehova ile. Ninakuinua mtakatifu. Nikisema asante Bwana kwa fadhili zako. Nikisema asante Bwana kwa matendo yako makuu. Asante Jehova ile kwa nguvu ambayo umetujalia. Kuna wengine Baba, wengi walitamani ukiona siku ya leo. Kuna wengine wengi walitamani kuwa kama sisi, lakini hawajapata hiyo neema, hawajapata hiyo nafasi. Asante kwa ajili ya familia zetu. Kwa kuwa Mungu natulinda, haujatuacha sisi wana wako. Tunakurudishia sifa na utukufu mwamba vyote. Asante kwa ajili ya watu wa Tanzania Mfalme, kwa kuwa Mungu unazidi kusimama nao. Wengine wako magerezani, wengine wako hospitalini, wengine wako sehemu mbalimbali. Tunakushukuru kwa kuwa neema yako na mkono wako Baba unazidi kwa pamoja nao. Wewe Mungu wa haki utazidi kusimama upande wao. Tunakutukuza Mfalme mbingu na nchi. Unaweza tukasogea mbele za Bwana. Mwambie Mungu akutakase na kweli yake. Mwambie Baba akutakase na hiyo kweli yake. Mwambie Mungu akusafishe kwa damu yake. Mahali ambapo umewaza kinyume, mahali ambapo umetenda tofauti na jinsi ambavyo ilitakiwa, nyenyekea mbele za Bwana. Mwambie Mungu akutakase. Mwambie Baba akusafishe. Baba, tunaomba rehema zako Mfalme. Tutakase Mfalme afalme. Tutakase Jehova ile. Tusafishe Bwana kwa damu yako ya thamani. Tunaomba Baba kutakaswa na wewe. Tunaomba Baba tutakase na kweli yako. Tusafishe watoto wako. Peke yetu Baba tutaweza. Peke yetu Mfalme tutaweza. Tunaomba rehema hata kwa ajili ya taifa letu la Tanzania. Usiwache mwamba vyote. Usiwache Mfalme afalme kwa uweza wako na nguvu zako. Tazama wakati na sai Baba, tunapoendelea kujifunza neno lako. Wewe Roho Mtakatifu, funua yote yaliyojificha ambao unakusudi na watu wako wayasikie. Unakusudi nasi Baba tuyasikie. Ninakualika wewe Roho wa kweli. Baba, ninasema asante Mfalme kwa kuwa kwa pamoja na sisi. Kupitia jina lako takatifu lenye nguvu na uweza, nikiomba na kutukuza mwamba vyote, nikiomba na kushukuru. Amen. Haleluya, haleluya. Popote ulipo, ninakukaribisha sana mahali hapa, kwa sababu ni neema ya kipekee Mungu ametupa tena. Ametupa kibali kuweza kuiona siku ya leo. Acha tuendelee na kujifunza maneno ya Mungu ambayo tumewekewa kwa ajili ya kuyafahamu. Kuna somo letu ambalo tumeanza nalo linasema sauti ya Mungu huwezesha kusonga mbele. Tuliangalia kanuni ya kuisikia sauti ya Mungu. Tuliangalia kanuni ya kwanza. Lakini Roho Mtakatifu amenikumbusha hapa kabla tujiendelea na kanuni za kuisikia sauti ya Mungu. Kuna njia za kuisikia sauti ya Mungu ambazo tunaweza tukazipitia haraka haraka. Mwingine anaweza kajiuliza, maana nisiwasikie watumishi wa Mungu au nisiwasikilize wale ambao wanakuja kwangu na kusema nimesikia sauti ya Mungu kwamba ufanye hiki na hiki? Sasa kuna njia ambazo unaweza ukasikia sauti ya Mungu. Namba moja, unaweza ukasikia sauti ya Mungu kupitia watumishi wa Mungu. Ninapozungumzia watumishi wa Mungu, maana yake ni watu ambao wameamua kusikia sauti ya Bwana wao. Bwana Yesu asiwe sana. Ninapozungumzia watumishi wa Mungu, sizungumzii nabii, mtume, mwalimu, mwinjilisti, mwimbaji. Ninazungumzia mtu yeyote yule ambaye ana uwezo wa kuisikia sauti ya Bwana wake.
Kuna watu wanajiita watumishi wa Mungu, lakini hawana uwezo wa kuisikia sauti ya Bwana wake. Ndio hao watu sasa ambao tulikuwa tunasema, utakuta anakuambia nimesikia sauti ya Mungu. Kumbe ni hisia zake zimemsukuma kukuambia nimesikia sauti ya Mungu, lakini sio sauti ya Mungu ambaye iliyosema naye. Kwa utambue ya kwamba sauti ya Mungu ni kweli. Mungu anaweza akatumia watu kuzungumza na wewe. Sasa ili uwe salama, jana tuliona kanuni ya kusikia sauti ya Mungu, lazima uwe karibu na Mungu. Ili utambue hii sauti ndani ya huyu mtumishi ni ya Mungu au ni ya kwake au ni ya shetani, lazima uwe karibu na Mungu huyo. Kwa hiyo ni njia ya kwanza ya kusikia sauti ya Mungu. Lakini sauti ya Mungu unaweza ukasikia kwa njia ya ndoto. Lakini kwenye eneo hili la ndoto, ujue ya kwamba kuna ndoto za aina nyingi. Kuna ndoto zitokanazo na Mungu, kuna ndoto zitokanazo na shetani. Na vile vile kuna ndoto zitokanazo na mawazo na uchovu wa mwanadamu. Unaweza kama umepitia mambo kadha wa kadha huko mikiki ya dunia, ikakuvuruga, halafu kienda kulala inaanza kurejea hiyo michovu, hiyo vitu ambao inaanza kujirudia. Kwa hiyo usipoangalia utasema nimesikia kabisa sauti ya Mungu, sauti ya Mungu. Au kuna shetani anakuletea ndoto. Kwa adui anaweza akaleta ndoto kwa ajili ya kukufarakanisha na mtu, ili usimwamini, asikusaidie au asifanyike daraja la kukusaidia kwenda vizuri na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa usipokaa makini na kutambua hii ndoto inatoka wapi, utasema ni sauti ya Mungu kabisa. Vile vile unaweza kaonyeshwa kweli ya kwamba kuna jambo linaenda kutokea mbeleni. Lakini kama ni sauti ya Mungu kupitia ndoto, lazima ikupe na mwafaka, ikupe na suluhisho ya kwamba unatakiwa kufanyaje. Yawezekana ni kweli umeonyeshwa hivi ikawa ni sahihi, lakini unapewa na hatua za kufanya ili kuhakikisha hilo jambo lisifanyeje, lisitokee. Au unaweza ukaota unaonyeshwa ya kwamba mtumishi fulani au mchungaji wako anafanya uzinzi na mshirika. Usikimbilie tu kusema huyu mchungaji mzinzi, huyu mchungaji mzinzi. No. Kaa tafakari, hii sauti kupitia ndoto inatoka wapi kwanza? Kama inatoka kwa Mungu, maana yake nini? Maana yake wewe umejulishwa ya kwamba kuna jambo linaenda kutokea. Au kama linatokea au lishatokea, basi utapewa njia ya kumsaidia huyo mchungaji wako, na sio kuvuruga au kufanya kitu ambacho sio. Utapewa njia yamkini kumwombea, au yamkini kuchukua hatua ya kuzungumza labda na baba yake wa kiroho, au na mtu ambaye anamzidi kiwango. Ndio hekima ambayo inatakiwa kutumika. Lakini usikurupuke tu kusema huyu mzinzi huyu. Sikatai watumishi wapo wanaofanya mambo ya hayo. Wengine wanafanya waziwazi. Ninazungumzia habari ya sauti kupitia ndoto. Kama unaona mtumishi anafanya vitu waziwazi, maana yake huyu kwanza sio mtumishi wa Mungu na hafai kukuongoza. Mimi siwezi kuongozwa na mtumishi ambaye anafanya vituko mbele yangu, kitu ambacho hakipo, na eneo hilo siwezi kukaa. Lakini ndoto hizi zimevuruga sana watu. Muda mwingine mtu anaacha kuja ibadani. Sasa unakuja kujiuliza, sauti gani ya Mungu hiyo ambayo inamkatisha mtu kuja mpaka ibadani, kuja hata kumwabudu Mungu wake? Sasa iwezekani sauti ya Mungu umeisikia kwa njia ya ndoto, alafu uanze ukata tamaa na kuvunjika moyo kurudi nyuma badala ya kusimama. Bwana Yesu asiwe sana. Kwa hiyo njia ya pili. Njia ya tatu ya kuisikia sauti ya Mungu ni kwa njia ya neno la Mungu. Mungu anaweza akasema na wewe kwa njia ya neno lake. Kama tunavyojifunza hivi, tunalisoma neno la Mungu, linatufundisha. Katika neno hili la Mungu unaweza ukasikia, ukagusa neno la Mungu likagusa maisha yako, maana yake ni sauti ya Mungu. Lakini yamkini wewe mwenyewe unaweza kuwa umekaa binafsi, unakaa unasoma neno la Mungu, unashangaa kuna vitu unaanza kuviona. Mungu anaanza kusema na wewe ya kwamba kuna 1, 2, 3. Muda mwingine unaanza na kububujikwa na machozi, unalia. Kwa sababu gani? Kuna namna Mungu amesema, umeona kitu cha kwako katika neno la Mungu wakati unalisoma. Bwana Yesu asiwe sana.